Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi, chaneli inayokuletea elimu yenye manufaa kwa familia na jamii. Katika video ya leo, tunakuletea mafunzo muhimu yaliyotolewa na Jeshi la Polisi kwa walimu kuhusu jinsi ya kujisajili mtandaoni ili kupata nafasi ya ukaguzi wa gari. Matumizi ya mifumo ya kidijitali yamerahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali za serikali, ikiwemo kupanga tarehe na utaratibu wa ukaguzi wa magari. Kupitia mafunzo haya, utajifunza hatua kwa hatua namna ya kujisajili kwa usahihi, taarifa unazohitaji kuandaa kabla ya usajili na mambo ya kuzingatia ili mchakato wako ukamilike bila changamoto. Ikiwa wewe ni mmiliki wa gari au unapanga kusajili gari lako kwa ajili ya ukaguzi, video hii itakupa mwongozo muhimu utakao kusaidia kuokoa muda na kufuata taratibu sahihi. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Usiondoke hadi mwisho wa video hii, na kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, bonyeza subscribe, washa kengele ya arifa na ushiriki video hii ili elimu hii iwafikie watu wengi zaidi. Karibu na tuanze. Mimi kwa majina naitwa Staff Sergeant Yakini Choga. Ya askari wa polisi wa usalama katika mkoa wa Arusha. Kazi yangu mimi ni kuelimisha umma kuhusiana na masuala ya usalama. Kwa hiyo yote tunawaacha na elimu. Kwa hiyo sisi walimu. Sawa jamani? Yapo kazi ya polisi kwa pale ila hivyo jamii lazima tufikirie nayo. Kwa hiyo changamoto za mbalimbali huwa tunaweza kufikiria kwa pamoja wengine. Sasa nimeuliza swali dogo hapo nje. Nikasema ndio tunataka kushirikishana wote kwa sababu inaweza kana tuhusu watu wote. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ambaye kwa mujibu wa sheria ni mwenyekiti wa Baraza la Usalama Barabarani la Taifa alitoa maelekezo ya kwamba ndani ya siku 21 magari yote yawe yamekaguliwa, na baada ya siku hizo 21 operation ya ukamataji wa magari yote ambayo yatakuwa yamekaguliwa itaanza. Sasa ukaguzi unaanza kwa mfumo. Kwa kupitia simu yako utaingia kwenye Google, utaingiza Google address. Utasema mimis.tpf.go.tz. Ukishaingiza hiyo itafunguka. Ikishafunguka wanasema wakitokana wanasema sajili taarifa zako. Hapa kuna majina matatu, la kwanza, la pili, la tatu, jinsi alafu na namba za simu. Ukishamaliza kujaza pale unasajili ombi. Mfumo utakwambia ombi lako limefanikiwa. Baada ya hapo itakupeleka kwenye ukurasa mwingine ambao utasema unatafuta sababu gani ya kusajili hilo ombi lako. Sasa kwenye zile sababu, ukishabonyeza ile sehemu ya sababu, kuna machaguo mengi ambayo unahitaji kuyafanya. Kuna kitu kinaitwa ukaguzi wa lazima, kuna kitu kinaitwa ukaguzi wa gari kuja katika usalama barabarani, kuna kubadilisha umiliki wa kadi kwenye kadi, kuna kubadilisha engine number, kuna kubadilisha pesa. Kwa hiyo machaguo yako mengi. Kwenye hizo zoezi letu leo hivi sasa, wewe utachagua chaguo la wiki ya nenda kwa usalama barabarani au road safety week. Ukibonyeza kile kitu pale, itakupeleka kwenye ukurasa mwingine utakaoanza kujaza taarifa za gari. Taarifa za gari utaanza na namba ya gari. Namba ya gari unapojaza usiache nafasi. Unganisha zile namba. Ni T452 DET. Usiache nafasi wala usiweke nukta wala mkato. Ukishaweka nukta tu hapa namba umeshaziongeza. Kwa hiyo unaandika T452 DET kwa kuunganisha. Halafu kama mtandao utakuwa uko mzuri, utasubiri kidogo. Taarifa za gari zitachukuliwa kwenye mfumo wa TRA. Zitakuja pale, kwa utakachofanya ni kulinganisha. Je, taarifa nilizoletewa ni sawa na jinsi gari langu lilivyo? Kama taarifa hazijaja, maana yake unatakiwa uchukue kadi sasa, ujaze kimoja kimoja kwenye ile kila jedwali lilivyo. Wakisema muundo, uandike pale muundo wa gari langu ni nini.
Namba za injini usome kwenye kadi pale usijaze manual. Ukimaliza kujaza vipengele vyote, kuna sehemu pale chini yake inasema endelea au next, kulingana na muda umeshakuwa. Kwa hiyo utaendelea. Ukiendelea utakuja ukurasa mwingine unaouliza gari lako unataka ulikagulie wapi. Kwetu sisi utasema mimi ni mkoa wa Arusha. Kwa hiyo tutakuwa na mikoa yote Tanzania. Kwa hiyo aliyoko Arusha atasema niko Arusha. Kwa sababu sisi kwa Arusha mjini pia utaulizwa Arusha mkoa unataka ukagulie wilaya gani? Kwa sababu kwa Arusha mjini pia utasema wilaya ya Arusha. Itakuuliza tena kwa ratiba yako na nafasi yako unataka gari lako likaguliwe lini? Kwa hiyo unaweka miadi pale ya tarehe. Unaangalia ratiba zako. Sisi tuko masaa 24 siku 7 za wiki. Kwa hiyo unasema toka kama ni Jumapili unasema tarehe fulani mimi nataka ni gari langu litakuja kukaguliwa. Ukishamaliza hapo utaendelea sehemu inayofuata. Kuna next pale uendelea unabonyeza inakwenda. Ukishaenda kuuliza ukurasa mwingine ambao sasa unakupa sehemu ya kuhakiki taarifa zako ulizojaza. Je, ziko sawa? Kama haziko sawa, kuna sehemu ya kurudi nyuma. Utarudi nyuma ili usirekebishe zile taarifa. Kama ziko sawa, utaendelea. Kwenye kuendelea sasa, unapewa sasa control number kulingana na aina ya gari lako. Haujazi kiwango cha fedha, ila ukishaweka namba za gari pale, mfumo wenyewe unajua ni gari la binafsi. Ila nyuma pale kuna sehemu ya kuchagua haya magari kama gari lako la binafsi, ni pikipiki au la biashara. Kwa sababu ni binafsi, mfumo unasema binafsi gharama yake ya ukaguzi ni shilingi 5,000. Kama ni biashara unasema mfumo wenyewe unasema gharama yake ya ukaguzi ni shilingi 7,000. Kama ni pikipiki, mfumo wenyewe unakwambia pikipiki ni shilingi 2,000. Kwa hiyo mwishoni sasa unapata control number. Ukishapata ile control number, hakikisha inaanza na tarakimu za 9, 8, 7, 4 na kuendelea. Ukiwa na tarakimu 9, 8, 7 na kuendelea, maana yake chaguo la ukaguzi kule ukichagua sahihi. Ukichagua chaguo jingine kwa matumizi mengine yasiyo ya wiki hata kwa salama barabarani, utakuta control number inakuja na 9, 9, 10 na kuendelea. Ikitokea 9, 9, 10 usifanye malipo. Rudi sema nimekosea kwenye chaguo la ukaguzi wa gari kule nyuma, malengo ya ukaguzi. Tunataka ipige ya 9, 8, 7, 4 na kuendelea, ndio itakuwa sahihi. Kwa hiyo ikitokea namna hii, maana yake uanze kuingiza taarifa zako upya ili upate control number ambayo itakuja ya 9, 8, 7, 4. Ukilipa kwenye control number 9, 10, malipo yatapokelewa na serikali, lakini kwako utakupata hasara kwa sababu ukaguzi wako hautatambulika kwamba wewe malipo uliyofanya hayaendani na wiki ya kwa usalama barabarani. Baada ya kufanya hayo malipo sasa, unachukua gari lako unalileta kituo cha polisi. Lakini na utaratibu mzuri kwa taasisi kama za kwetu, kama magari hapa ni mengi, unaweza mkafanya ile malipo alafu mkaorodhesha hizi control number pamoja na namba za magari, alafu tukawasiliana sasa na mmoja wenu kwamba sisi tuko shule ya msingi na tuna magari pale 100. Tunaomba mkaguzi wa magari aje akague. Barua mnaileta kwa afande pale mkuu wa trafiki wilaya ya Arusha, na yeye anamtuma mkaguzi wa magari, anakuja na wakagulia hapa, alafu anaendeleza ukaguzi wako kwenye mfumo. Akishaendeleza zoezi letu linakuwa limekamilika. Sasa utajuaje kama ukaguzi wako umekamilika kwenye mfumo? Kwenye kuomba umetumia NIMS.gpf.go.tz. Kwenye kutafuta kama gari limekaguliwa, unakuja unatumia mfumo mwingine unaitwa RTOC. Ukishaandika tu RTOC kwenye simu yako itafunguka. Ikifunguka kuna maneno mawili. La kwanza wanasema haya. Ya pili, ya kwanza ukishafungua hapa inakuja inasema check your offense. Sasa check your offense maana yake kama gari lako linadaiwa, utakliki hapa kwenye check your offense, alafu chini yake utaingiza namba za gari kwa mtindo ule ule bila kuacha nafasi. Chini ya 452 DET. Alafu unaitafuta. Ukishaitafuta itakwambia gari lako linadaiwa. Kama linadaiwa, hata yale malipo ya road safety week hayatakamilika mpaka ile deni ambalo umeandika makosa ya barabarani iweze kulipika.
lakini chini yake watakwambia inspection status. Sasa inspection status ndio ya taarifa sasa za ukaguzi wa wiki ya tatu sasa barabarani. Ukibonyeza hapo kwenye inspection status, ukiingiza namba zako za gari, itakupa jedwali sasa na ukaguzi wako ulifanya lini. Ulifanya tarehe fulani. Gari langu ni gari namba fulani na gari langu limeonekana liko safi kwa ajili ya kutumika barabarani. Mwishoni tokana na neno gari linaonekana limekuwa basi. Kama ukishakuwa basi, maana yake hiyo wiki wewe umeihudhuria vizuri. Kwa kufanya hivyo utakuwa umemaliza taratibu zote za kukaguzi. Mpaka hapo kwenye kuboresha, karibuni. Nataka kuboreshana. Aleta kuboreshana kwa namna moja au nyingine kwenye haya maelezo niliyatoa, karibu. Ambaye hujaelewa sasa hivi ni muda wetu. Tumefika mwisho wa mafunzo haya muhimu yaliyotolewa na Jeshi la Polisi kuhusu jinsi ya kujisajili mtandaoni kwa ajili ya ukaguzi wa gari. Tunatumaini kuwa hatua ulizojifunza zitakusaidia kufanya usajili kwa urahisi, kwa usahihi na kwa wakati. Matumizi ya huduma za kidijitali husaidia kuokoa muda, kuongeza uwazi katika utoaji wa huduma na kurahisisha upatikanaji wa huduma za serikali. Tunawashukuru askari wa Jeshi la Polisi kwa kuendelea kutoa elimu inayowawezesha wananchi kutumia mifumo ya kisasa kwa ufanisi na kufuata taratibu zinazohitajika. Kama video hii imekuwa na manufaa kwako, tafadhali bonyeza like, subscribe kwenye chaneli ya Moyo wa Malezi, kisha washa kengele ya arifa na ushiriki video hii ili elimu hii iwafikie watu wengi zaidi. Asante kwa kutazama. Tutaonana tena kwenye video nyingine yenye mafunzo na elimu yenye kujenga jamii salama na yenye uelewa. Mungu awabariki sana.